أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ndugu zangu Waislamu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nachukua nafasi hii kualika rasmi katika itikafu itakayofanyika siku ya Jumamosi tarehe 6 mwezi wa 12 2025 pale katika msikiti wa Kichangani TIC. Itikafu hii itaanza saa 2 za usiku wakati wa sala Isha na itaendelea mpaka wakati wa alfajiri. Itikafu hii ina malengo makuu mawili. Lengo la kwanza kabisa ni kuhuisha na kutia nguvu imani zetu. Muislamu anahitajika kila baada ya muda awe ni mwenye kuongeza chaji tunasema ya kiimani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akinukuliwa kusema kwamba jaddidu imanakum, zifanyeni upya, zisasisheni imani zenu. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinaimarisha imani ya mja, vinakuza imani ya mja ni ibada na kupata wakati wa kumtafakari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtaja na kumnyenyekea na kumdilia. Kwa hiyo tutatumia siku hii kwa ajili ya kuhuisha imani zetu. Lengo letu la pili katika itikafu hii ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunamuelekea katika wakati huu ambao tumeuandaa maalum wa kubakia msikitini. Basi tukimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aiweke nchi yetu katika himaya na ulinzi wake. Tunataka Allah Subhanahu wa Ta'ala aiweke nchi yetu katika himaya na ulinzi wake, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke katika hali ya imani, amani na starehe katika maisha yetu. Tukimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kila yule ambaye anayekusudia baya kwa ajili ya nchi yetu, kila yule ambaye anakusudia baya kwa ajili ya wananchi wa nchi hii na kila kilichopo katika nchi hii, basi tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajue namna ya kumshughulisha mtu huyo. Kwa hiyo malengo yetu makubwa ni mawili: kuhuisha imani zetu, na la pili ni kumuelekea na kunyenyekea kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndiye muumba wa kila kitu, kwamba nchi yetu aibakize katika hali ya amani, upendo, ushirikiano, maridhiano katika maisha yetu. Haya ndiyo malengo makuu ya ibada hii ya itikafu ambayo itafanyika siku hii ya Jumamosi. Katika itikafu hii tutakuwa na mashehe mbali kama ambavyo kurugenzi ya dawa ya Hayatul Ulama kwa kushirikiana na taasisi za Kiislamu wameandaa itikafu hii, na tutarajia kwamba itikafu hizi ziwe ni endelevu huko mbeleni, ziwe ni endelevu. Lakini tunawaomba wote Waislamu katika jiji la Dar es Salaam basi wajitahidi kuhudhuria katika itikafu hii. Mashehe mbalimbali watakuwepo wakubwa kwa ajili ya kuzijenga imani zetu kwa mawaidha, nasaha na maelekezo muhimu ambayo yatatusaidia katika maisha yetu ya kiimani. Lakini watu ambao mbalimbali masharifu wenye mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunavyotarajia watakuwepo wakimnyenyekea, wakituongoza katika dua mbalimbali ili Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe yale tunayoyataka na atuepushe na yale ambayo tunayomuomba atuepushe nayo. Kwa haya machache naomba kila mmoja uchukue ujumbe huu na amfikishie mwenzake na kuhakikisha kwamba tunakusanyika kwa wingi siku hii ya Jumamosi katika ibada hii tukufu. Asanteni sana. Ndugu yenu Sheikh Ibrahim Ghulam, mkurugenzi wa dawa na elimu katika Hayatul Ulama, kwa niaba ya mashehe na taasisi mbalimbali za Kiislamu zopo hapa nchini Tanzania. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baad, kama ilivyozungumzwa na kuelezewa kuhusiana umuhimu wa swala zima la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo hili viongozi wetu hayati ulama wameliandaa kipindi mwafaka kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala ili atuepushe na madhira hayo ambayo yanakusudiwa patikana katika nchi hii. Na jambo hili tukifuata maelekezo ya mtume wetu Muhammad, tunasema man lam yahtam bi amri muslimina au bi umuri muslimina falaysa minhu, yule ambaye asijishughulisha na majambo ambayo yanawahusu Waislamu, napanga jambo lao na yeye akajiona kwamba si katika wao, basi kwa maelekezo haya mazito ya mtume wetu Muhammad kwamba anajiondoa katika sifa ya utiifu. Kwa sababu Muislamu ni mtu ambaye ni sifa ya Muislamu kuwa mtiifu na mnyenyekevu na kupokea maelekezo hayo. Na haya majambo yanayopangwa, na katika swala hili liloandaliwa la dua, na kadari yoyote haiwezi ikarejeshwa isipokuwa katika utaratibu kama huu. Na haya tunayapata kwa maelekezo ya mtume wetu Muhammad. Sasa anasema kwamba la yuraddu alqada illa bidua, hukumu haiwezi ikarejeshwa ambayo ilikwisha hukumiwa toka azali. Kama haya majambo Allah alikishapanga kama yatokea Tanzania, machafuko haya yanakusudiwa na watu ambao wachache wasiopendelea Tanzania yetu hii kheri, machafuko haya hayawezi yakarejeshwa isipokuwa kwa maombi. Na maombi haya tunakusudia ni kumwomba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mwenye mamlaka yote, anayemiliki vitu vyote. Tumkabidhi yeye, tumwelekee yeye na tumlinde yeye. Na haya ni kumwelekea Allah, ndio anapenda sana kuona waja wake wanavyodhalilika, wanavyomilia katika majambo ambayo mazito yanawakuta, kama kuona kwamba jambo hili hawana wa kumkimbilia isipokuwa ni yeye. Na Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili analipenda. Kwa kumalizia, kama mshairi Arifu billah anasema katika maneno yake kwamba la tas'al bani adama haja wasalilladhi abwabahu la tuhjab, Allahu yaghdabu in tarakta su'ala wa bani adama hina yus'alu yaghdab. Haya maelekezo na ndivyo yalivyo, kwamba usipendelee sana kupeleka shida zako kwa mwanadamu, kumwomba mwanadamu. Wasalilladhi abwabahu la tuhjab au la tughlaq, muombe yule ambaye milango yake masaa yote iko wazi, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye milango yake wakati wowote na muda wowote anasubiri maombi yenye shida, yenye matatizo, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze akajibu. Nasema Allah yaghdabu in tarakta su'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ukiacha kumuomba katika mazito yanayokukuta huwa anakasirika sana. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye ametuumba na anajua mapungufu yetu, madhaifu yetu. Ninafikia hatua kwamba mja wangu huyo, kwa nini anashindwa kuniomba mimi kwa jambo zito kama hili? Kwa hiyo Allah anafikia hatua anachukia akiacha kuomba. Wa bani adama hina yus'alu yaghdab, lakini mwanadamu akiwa anapokuwa shida mara kwa mara, akiomba mwanadamu mara kwa mara, anafikia hatua kwa mapungufu yako nayo mwanadamu, anafikia hatua anachukia. Kwa hiyo watukufu wa Islam, tunapenda amani wote katika nchi hii, waumini wa Kiislamu popote mlipo hapa katika jiji letu la Dar es Salaam, tunakuombeni kwa moyo mkunjufu kabisa tuweze kumwelekea siku ya Jumamosi tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka huu, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na haya madhira ambayo yanakusudiwa, yamepangwa na watu wachache ambao hawajai hata kwenye kiganja. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala tumkabidhi, mkabidhi basi mambo haya yatakaa sawa. Tuna historia katika nchi kama hii. Kuna mtu alikuwepo, kiongozi mkubwa, alikuwa akitoa siku 7 kwa Tanzania kuelezea majambo yale, lakini Waislamu tuliamua kukaa itikafu msikiti wa Mtoro, tukamlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala na majibu yalipatikana. Sasa na hawa ambao wanakusudia kuleta mabaya, kumchafua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutaka kumpindua, kutaka kuleta machafuko, basi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu, tumkabidhi yeye, ndio anawajua waliojificha na ambao tunawajua sisi na tusiwajua.
kumkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo ili aweze kuwashughulikia. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.